Unapofika katika kempu kama hizi, mnapata fursa ya kupima na kujua afya yako. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha watu wote wa maeneo haya ambayo habari hii imewafikia, tuwaambie na wengine waweze kufika na kuweza kupima afya yao. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hapa ni katika eneo la Ekenywa Mianzini ya Juu, wilayani Arumeru, mkoani Arusha. Na hapa ni katika chuo cha Arusha Lutheran Medical Training Center, chuo cha uguzi hiki. Lakini kuna kambi ya matibabu ambayo inafanyika kwa siku 3 kuanzia leo tarehe 2 mpaka siku ya Alhamisi, ambapo magonjwa mbalimbali yatatibiwa hapa. Tumezungumza na mkurugenzi wa Seliani ambaye yeye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kambi hii ya matibabu. Dr. Amon ameeleza namna ambavyo wao wamejipanga kutoa kwa jamii kwa kutibu bure magonjwa mbalimbali ambayo watu watakaoshiriki hapa watatibiwa. Lakini vile vile tumezungumza na msimamizi wa chuo hiki cha Arusha Lutheran Medical Training Center, akieleza namna ambavyo pia wanafunzi wa hapa watapata uzoefu zaidi juu ya matibabu ambayo yanaendelea hapa. Vile vile tumezungumza na wagonjwa, wameeleza kwamba wanatarajia mambo mbalimbali kwa siku hizi 3 za kambi ya matibabu itakayofanyika hapa. Na camping hii maalumu kwa ajili ya kupima afya kwa watu ambao wako katika halmashauri ya wilaya ya Arusha na jiji la Arusha. Tunawakaribisha watu wote ambao mmejitokeza leo na ambao mtaendelea kujitokeza kwa siku hizi 3. Kambi hii itafanyika leo, kesho na kesho kutwa, na ikiwa ni sehemu tu ya majukumu chuo inayofanya kwa niaba ya diocese. Kazi ya kanisa moja ni kuhubiri Injili, kazi ya pili ni kutoa elimu, na kazi ya 3 ni kuhudumia afya za wananchi na watu mbalimbali. Kwa hiyo diocese inazo hospitali, lakini kuna wakati tunarudi kwenye jamii. Tunakwenda kwenye jamii kurudisha pia kile ambacho tunakipata. Kwa hiyo hichi chuo kinarudisha sehemu ya kazi yake kwenye jamii. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kazi nzuri, lakini tuwakaribishe jamii yote kuitumia fursa hii kupima afya. Kama sisi sote tunavyofahamu kwamba kwa sasa hivi magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yani non communicable diseases, imekuwa juu sana, na watu wengi wanapoteza maisha hasa katika nchi zetu hizi zinazoendelea kutokana na magonjwa haya ambayo si ya kuambukiza. Kwa hiyo tunapopata fursa ya kuweza kupima afya mapema na kugundua, tutaweza kujikinga na kuweza kuzuia vifo vingi ambavyo vinaweza kutokea katika umri mdogo. Magonjwa ya hypertension, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, na magonjwa pia mapafu ni magonjwa ambayo yanaongezeka kwa kasi kubwa katikati ya jamii. Kwa hiyo mnapofika katika hospitali au mnapofika katika kempu kama hizi, mnapata fursa ya kupima na kujua afya yako. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha watu wote wa maeneo haya ambayo habari hii imewafikia, tuwaambie na wengine waweze kufika na kuweza kupima afya yao. Nia ya kanisa ni kuona watu wote wakiwa na afya nzuri, lakini kila mtu akijua afya yake. Siku hizi tunatembea na msemo ambao inasema ijue namba yako. Know your numbers. Ijue namba yako. Kila mtu hapa aijue namba yake. Kwa jinsi tunavyojua tunavaa kiatu namba ngapi, tunajua tunafunga mkanda namba ngapi, kiuno ni namba ngapi, tunavaa suruali, ni vizuri pia ukajua kwamba blood pressure yako ni ngapi, ukajua sukari yako ni ngapi, kuna kitu tunaita body mass index ya kwako ni ngapi, ujue pia vipimo vyako vya figo vikoje, vipimo vya ini. Vyote hivyo ni muhimu kuvijua ili uweze kuishi salama, lakini uweze kujikinga na maradhi haya. Najua katika kambi hii pia wanaume watapata fursa ya kupima mambo ya tezi dume. Kwa hiyo msijifiche. Kansa ya tezi dume nayo inaongezeka pamoja na kansa nyingine. Kwa hiyo tutumie fursa hii kupata vipimo ili tuweze kujua afya yetu. Naitwa Mchungaji Mariam Charity. Ni mchungaji kutoka Diocese ya Kaskazini Kati, jimbo la Arusha Magharibi, lakini pia natumika kama chaplain katika chuo chetu hichi cha uuguzi LMTC. Leo katika kambi hii ambayo inaanza siku ya leo hapa chuoni LMTC, kambi ya matibabu, ni sehemu ya kanisa kuonyesha
huduma mbalimbali ambazo zinatakiwa zitolewe kwenye kanisa, kwa sababu mbali na kuitwa kuhubiri Injili, lakini pia kama kanisa tumeitwa kutoa huduma za kimwili na za kiakili pia na za kiroho. Na kama neno ambalo tulolisoma kutoka kwenye Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 2, ambapo neno linatuonyesha kwamba kati ya wajibu tuliopewa ni pamoja na kuhubiri Injili, lakini pia kupoza au kuponya magonjwa. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba Mungu ameweka uwezo ndani ya madaktari, ndani ya wauguzi, uwezo wa kusaidia watu wanapopita katika changamoto mbalimbali za kiafya. Na kwenye kambi hii ya matibabu tunaamini ya kwamba wataalamu wetu, madaktari pamoja na manesi na wote watakaohusika kwa namna moja au nyingine watasaidia ili jambo hili lifikiwe. Na kama kanisa tuwe tumetimiza lile kusudi ambalo tumeitiwa kumhudumia mtu katika ukamilifu wake kiroho, kimwili na kiakili. Tunawashukuru sana kwa kuja, lakini tutoe wito pia kwa watu wengine ambao hawakupata nafasi ya kusikia tangazo hili. Unaposikia au unapoona habari hii, tukukaribishe hapa chuoni LMTC kwa ajili ya kucheki afya yako. Kweli tunaamini ya kwamba Mungu anaponya kupitia maombi, lakini pia Mungu ameweka wataalamu hawa kwa sababu hii akili walionayo katika kutambua kwamba kuna hizi changamoto za kiafya. Mungu ndio alioweka hiyo akili na huo utaalamu ndani yao. Kwa hiyo kama Mungu angekuwa amekusudia watu waponywe tu kwa kutumia maombi, ninaamini tusingekuwa na wataalamu. Uwepo wa wataalamu unatuonyesha ya kwamba pia Mungu amekusudia tupate uponyaji kwa staili nyingine ambayo pia tunaamini ni yeye anafanya kupitia hao watu na sio wao peke yao. Naitwa Dr. Advotus Kimomogoro, natokea taasisi ya LMC JKCI. Niko idara ya mambo ya ndani na magonjwa ya moyo. Mara nyingi magonjwa ya moyo yanasababishwa na mfumo wa maisha. Watu wengi hawapati muda wa kufanya mazoezi, ulaji mbovu, chumvi nyingi, sukari nyingi. Kwa hiyo sasa hivi hata vijana wa rika langu wanapata hizi changamoto za moyo, sio wazee tu kwa sasa. Kwa hiyo tunawashauri na ni rai jamii ipate muda wa kufanya uchunguzi wa vipimo vya moyo, vya sukari, vya uzito na presha, ili wajue wako upande gani, ili kuepuka haya magonjwa ya moyo. Hata vijana wanapata hii changamoto ya magonjwa ya presha, sukari, ambayo yanaweza kupelekea kupata magonjwa ya moyo. Tutawashauri wateja au wanajamii kuhusiana na haya magonjwa yasiyoambukizika ili waweze kujiepusha au kuepuka kupata magonjwa ya moyo. Naitwa Lilian Shuma, ni mkuu wa chuo Arusha Lutheran Medical Training Center. Ni chuo cha afya na sayansi shirikishi Arusha, chuo ambacho kinatoa wataalamu mbalimbali, wauguzi na wakunga, maafisa ustawi wa jamii, lakini wataalamu wa mionzi na watunza kumbukumbu za wagonjwa ambao ni medical record. Tunakaribisha wananchi wote kuleta watoto kujiunga na chuo chetu, kwa sababu ni chuo ambacho ni cha kanisa, kina misingi ya kanisa, kinalelea wanafunzi katika maadili ya kanisa, kutoa huduma kwa upendo na huruma kwa wagonjwa wetu. Kama mnavyoona leo tuliamua kufanya kambi kwa ajili ya huduma kwa jamii inayotuzunguka ya Arusha pamoja na nje ya Arusha, ili waweze kufahamu kozi mbalimbali ambazo zinazotolewa hapa, lakini tunatoa huduma mbalimbali kwa ajili ya wananchi, ikiwa ni huduma kwa ajili ya kina mama, watoto, kwa ajili ya mifupa, kwa ajili ya upasuaji, kwa ajili ya macho, meno, upimaji wa VVU na ushauri na saa kwa watu wote. Tunawakaribisha katika huduma hii hapa chuoni kwetu Arusha Lutheran Medical Training Center. Chuo hiki kiko Arusha Mianzini Juu, kijiji cha Osunyai Hekenywa, hapa Mianzini Juu. Lengo hasa la kuandaa kambi hii ni kwa ajili ya kutangaza chuo chetu na kutoa huduma kwa jamii, ambapo ni uchunguzi mbalimbali kwa ajili ya afya,
tunashauriwa wananchi wote kufanya uchunguzi, maanake kuzuia ni bora kuliko kutibu. Unapoweza kupima afya mapema na ukagundulika ugonjwa mapema, unatibika mapema kabla afya haijazurika zaidi. Magonjwa ambayo tumeyapa kipaumbele ni magonjwa ya kawaida ambayo ni magonjwa ambayo ambayo yako kwa wananchi wengi kama presha, sukari. Tuna magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya kina mama, magonjwa kwa watoto, magonjwa ya macho, magonjwa ya meno na ushauri kwa jamii kwa ajili ya watakaopima vipimo vya VVU ili kuzuia magonjwa yale yanayoambukiza. Sabini Tairo. Kambi hizi zinasaidia wananchi kwenye kupata huduma. Kwa mfano, kutibu ni bora, kukinga ni bora kuliko kutibu. Kwa hiyo vizuri zaidi tukajikita kwenye kukinga kuliko kutibu. Kutibu ni gharama kubwa. Huduma hizi zipatikane mara kwa mara kwa maeneo mbalimbali. Kwa majina yangu naitwa Beatrice Levotoki Molel. Nimekuja mahali hapa kwa ajili ya matibabu ya macho na matatizo ya macho. Tukawa tumeambiwa kwamba kuna matibabu ya macho mahali hapa, matibabu mbalimbali. Nikaona nifike mahali hapa kwa ajili ya matibabu. Kwa kweli nimepokelewa vizuri, namshukuru Mungu. Ndio nasubiri matibabu zaidi mazuri. Matarajio yangu ni kupona. Naamini kupona kabisa. Nimeshafika hapa. Kambi hizi kwa kweli kwa watu ambao hawana uwezo zinasaidia kwa kweli. Maana kama mtu ana uwezo akafika hapa akajieleza, hatasaidiwa. Mimi kwa kweli nashukuru sana. Nashukuru sana kwa wanachuo wote, kwanza kwa mapokezi mazuri na pia kwa matibabu.